mnafika golini mnashambulia? Ugumu kwenye mchezo wa leo ni sisi wenyewe kwa sababu kama ambavyo unasema, hasa kipindi cha pili, nafasi ambazo tumezipata kwa aina ya timu kama hiyo, ukipata nafasi kama hizo unatakiwa uwe makini zaidi. Kwa hiyo players wetu hasa ambao wanacheza kwenye eneo la attacking, nafasi ambazo zilipatikana hawakuweza kuzitumia. Ziko nafasi ambazo zilikuwa nafasi kamili na zilikuwa nafasi ambazo ni nusu. Against timu kama hii, nafasi hizo zote unatakiwa uzitumie. Kwa hiyo hatukuzitumia. Scoreboard imesoma 2-0, lakini kama nilivyosema kwamba yes, mechi tumepoteza, lakini kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo tumeviona positive ambavyo vitatusaidia kuelekea kwenye mchezo ambao inafuata. Leo tumeintroduce goalkeeper ambaye mmemwona ni kijana kutoka under 20. Leo ni mechi yake ya kwanza na unaweza kuona performance ambayo ameionyesha. Kwa hiyo tulikuwa kuna vitu vingi positive ambavyo technical staff wakienda kukaa watavifanyia kazi kuelekea kwenye mchezo ambao unafuata. Kipindi cha pili nadhani mmekiona tulichokifanya, performance, kila kitu mmeona. Ni bahati tu hasa kipindi cha pili, lakini pengine ile scoreboard ambayo ilikuwa nasoma 2-2 tungeweza kuibadilisha. Bila shaka mbali na kufungwa, mnampongeza golikipa wenu mbele akapata nafasi. Hatuna haja ya kumpongeza, alikuwa anafanya majukumu yake ya kawaida. Kitu cha upekee tu ni kwamba ni kijana mdogo, ameaminiwa na mwalimu na ni mechi yake ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara. Aina pia ya timu ambayo amedaka leo, utulivu ambao alikuwa nao golini, namna ambavyo alikuwa anaongea na wachezaji, japo ni masini wote, ni kaka zake wote ambao wamecheza. Kwa hiyo sisi tunaanza kumtunza kwa uzuri na tumeishaanza kuona watu kidogo mara baada ya mchezo wale wameanza kumnyemelea. Kwa hiyo tunafahamu tutaendelea kumlinda, ataendelea kuwepo pale golini kuhakikisha usalama wa milingoti mitatu unaendelea kuwepo, akishirikiana na kaka zake Dennis, lakini pia Eric Jora. Ukomavu wa wachezaji Diomande pamoja na Zabona umezidi kuonekana katika kipindi cha pili. Wachezaji ambao wameshiriki kikubwa sana, wanaweza kuzungumziaje? Diomande miongoni mwa wachezaji wazuri sana kwenye midfield. Kwanza tumeanza na holding wawili, yeye pamoja na Ocheng. Second half mwalimu akaona kuna haja ya kuongeza nguvu. Faida ambayo Diomande anatupa sisi kwenye timu yetu, pamoja na kupiga pasi, ila ni driver mzuri. Kwa hiyo viungo wengi hawapendi kiungo mwenzao ambaye anakimbia hasa akiwa na mpira. Kwa hiyo aliwasumbua sana kwenye hilo eneo. Zabona hatuna haja yote ya kuzungumza chochote kuhusiana na Zabona. He is untouchable, ni mchezaji mzuri, dribbler mzuri, ana skills miguuni, ana touch nzuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tu vichache ambavyo nadhani ni swala la muda ukifika Tanzania watamuimba kama ambavyo wachezaji wengine wanaimbwa. Tofauti ni upi unaona, kwa sababu wengi wanapenda kuhusianisha kwamba kusema hizi timu mbili kubwa kwa maana ya Kariakoo ambao wanapata test sasa ile ya mechi ngumu. Ile mechi ambayo mcheza nyumbani na mechi ambayo mcheza kile. Tofauti unaona ni utofauti ni intensity ya mchezo. Utofauti ni huo, intensity ya mchezo iko tofauti. Hao wale walikuwa wanakimbia sana, kwa hiyo ili uweze kuwa match lazima uwe fit kwenye utimamu wa mwili, hicho ndio cha kwanza. Lakini pia concentration lazima uwe nao ya hali ya juu. Kwa hiyo ukiwa na hivyo vitu viwili, haya mengine ya kiufundi mnaweza kupambana nao, lakini kama hauna utimamu wa mwili mzuri, hauwezi kukimbia vizuri, concentration yako ikiwa ndogo, basi wanakuadhibu. Kwa hiyo sisi tuliliona, tumelifanyia kazi, ndio maana umeona hiki ambacho tumekifanya kwenye mchezo huu wa leo. Yes, tumepoteza, lakini narudia tena, kuna vitu vingi positive ambavyo tumevipata, tutavifanyia kazi kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata. Ni usiku sana.